Sasa tuangalie sasa mambo 20 au vitu 20 bwana wewe ambavyo vinasababisha upungufu wa nguvu za kiume bwana, ili mwanaume uvijue uvifahamu. Lakini sio mwanaume peke yake, hata mwanamke unataka uvijue ili umlinde mumeo, kwa sababu mwanamke wewe ndio mwangalizi wa nyumbani hapo, wewe ndio unahakikisha vitu vinakaa sawa kabisa, wewe ndio mpishi, wewe ndio mwenyewe. Vitu 20 mwanaume akikosa nguvu za kiume wa kwanza kulaumiwa ni mwanamke, ndio anatakiwa alaumiwe wa kwanza, kwa sababu yeye ndio anahusika pale jikoni kuandaa kila kitu. Sawa, kwa hivyo vitu 20 tufanye hivi kwanza. Msiri na Wanda, sisi ni wana wa mama. Mimi mama na watoto wote wangu. Kazi iendelee. Kazi iendelee. Msiri na Wanda. Vitu 20 Dr. Twenzetu. Yes. Vitu 20 au mambo 20 yanayosababisha upungufu wa nguvu za kiume. Jambo la kwanza, kati ya chanzo cha wanaume kukosa nguvu za kiume ni kula ugali wa sembe. Na nafaka zote ambazo zimekubolewa. Ugali wa sembe unasababisha upungufu wa nguvu za kiume. Mama sembe. Lakini kinyume chake sasa, ugali wa dona unaongeza nguvu za kiume. Ugali wa dona unaongeza nguvu za kiume. Kabisa. Kwa sababu kwanza leo sitaki sembe. Kwa sababu dona hii au nafaka ambazo zinakobolewa zinakuwa zina sukari ngumu. Lakini pia huwa zinasaidia mwili kuzalisha zaidi, yani huwa zinasaidia mwanaume kuzalisha zaidi vichocheo vya kiume. Mwanaume ambaye anakula ugali wa nafaka ambazo zinakobolewa, kwa mfano ugali kama ugali wa dona, huwa unasaidia unamsaidia mwanaume azalishe zaidi vichocheo vya kiume. Vichocheo vya kiume vinapozalishwa kwa wingi, mwanaume atakuwa na nguvu za kiume, atakuwa na hamu ya tendo la ndoa vizuri, atakuwa na uwezo wa kushiriki muda mrefu bila kuchoka, atakuwa na uwezo wa kutungisha mimba, hawezi kupata tena hizi itirafu. Yes. Kwa jambo la kwanza ambalo linasababisha upungufu wa nguvu za kiume ni kula ugali wa sembe au nafaka zote ambazo zimekobolewa. Hii sio kwa wanaume pekee yake, hata kwa mwanamke, kwa watu wote. Nafaka ambazo zimekobolewa sio salama kwa afya yako. Nafaka zote ambazo zimekobolewa. Kama unataka kula chakula, basi itaiko chakula ambacho hakijakobolewa. Yes. Jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo linasababisha upungufu wa nguvu za kiume ni kukaa kwenye viti muda mrefu. Maofisini sasa. Kukaa kwenye viti muda mrefu simama kidogo kunasababisha upungufu wa nguvu za kiume. Kwa sababu unapokaa sana kwenye viti, mzunguko wako wa damu unakuwa ni hafifu. Maelekezo yafuatwe. Sasa mzunguko wa damu unapokuwa ni hafifu kwa mwanaume, hata uwezo wa kushiriki unakuwa mdogo. Na kibaya zaidi unakuta unakaa ofisini hapa, kutoka hapa unaenda nyumbani kwenye gari unakaa, ukifika nyumbani kwako unakaa kwenye kiti unakula, baada ya kula unalala, kwa hiyo hupati muda wa kutembea, hupati muda wa kufanya wa kujishughulisha. Hali itakayopelekea mwanaume ukose nguvu za kiume. Kwa hiyo unapokuwa umekaa sehemu baada ya saa moja, Pisi wewe kaa bwana. Wewe kaa bwana. Sikiza wewe kaa bwana. Achana mimi bwana. Bwana Pisi wewe inabidi ukae ndugu yangu. Wewe kaa bwana. Nyinyi ambao mnakaa sana, natakiwa kila baada ya saa moja uruke kichwatura. Ili kuweza kuweka sawa mzunguko wa damu. Asante daktari. Unala kusema hapo Pisi? Nitapambana nalo. Tuendelee daktari, sisi tumesimama hapa. Jambo la pili ambalo linasababisha upungufu wa nguvu za kiume ni watu ambao wanakunywa pombe au wavuta sigara. Acha nikae. Kaka. Na kwenye pombe hapa, pombe yote ina madhara, lakini kwenye nguvu za kiume wanaoathirika zaidi wanaokunywa bia. Yaani pombe zote zina madhara, lakini kwenye upande wa nguvu za kiume au kwenye upande wa afya ya uzazi wa mwanaume, bia ina madhara zaidi. Wanangu, Pisi pole. We. Bia jamani. Acheni kukata ngano hiyo. Kwa sababu bia imetengenezwa kwa shairi, ambayo shairi kwa sehemu huwa ina homoni za kike. Kwa hiyo kinywa hiyo mwanaume na kupelekea upate changamoto kwa upande wa nguvu za kiume. Hiyo nzuri sana. Yes. Hii elimu inapaswa kufikia watu wengi sana. Sio unakula gambe paka na kabisa. Lakini kwa sasa hapo kama bia inaongeza inasababisha chembe za kike. Kuwepo kupungua nguvu za kiume. Champigie ndugu yangu Mlokozi hapa nende wana matu super band pale. Ungachukua vile? Ase bana. Ndio maana mimi nilishtukia hilo jambo mapema. Nikasema mambo ya bia achana nayo. Umeona? Acha niamie. Ukatafuta spirit au sio? Katafuta spirit. Au sio? Daktari akasema bia. Sisi hatunywi bia. Okay. Tuzingatie neno bia hapo. Asante daktari. Mimi nataka nimsikilize kwanza hizo vitu vyake 20 hapo. Kuna sehemu kama hajagusa tu, kesho tunamwaliko. Twende daktari. Tunaenda vyakula, tunaenda namba 4. Umesema tuko tu 20 tutaweza kuvimaliza. Twende baba. Piga hata 10 kwanza mpaka na nusu hapo kabla Kaiza hajafika hapo. Unaweza kupika vyote pia hamna shida. Twende cha 4. Cha 4 ni vyakula vya viwandani. Watu ambao mnakunywa soda, mnatumia sukari kwenye chai, watu ambao mnakula mikate,
mandazi, vyakula ambavyo vina afya. Hapa naongelea vyakula ambavyo vina afya. Hii mikate, mandazi, sukari, vitu vyote hivi vinasababisha upungufu wa nguvu za kiume. Vitu vyote ambavyo vinatengenezwa kiwandani, majuisi haya, masoda haya, yote haya yanabomoa afya yako na mwanaume na kupelekea ukose nguvu za kiume kabisa. Kweli. Jambo la 5 ni msongo wa mawazo. Mwanaume unapokuwa na msongo wa mawazo, au unapozalisha vichocheo vya msongo kwa wingi sana na kupelekea upate nguvu za kiume. Na ndio maana wanaume wengi ambao hawana nguvu za kiume hawana hela. Mwanaume kama una hela huwezi kuwa na nguvu za kiume. Aisha kusema Zembwela hiyo. Wewe acha mambo ya kaka na dawa, sivyo nitafuta hela tu, hela ndio nguvu za kiume pezo baki. Kabisa. Na mwanaume unakuta labda ni baba kwenye familia, alafu na majukumu yanakuandama, alafu wewe uchumi au uwezo wa kuyamudu haya majukumu, uwezo huo huna. Hiyo hali inamharibu mwanaume vibaya mno. Nampelekea kose kujiamini, nampelekea shida kabisa kuhimili tendo la ndoa. Wanawake wetu jamani, mimi mnaelewa haya. Lakini pia mwanamke pia naye anaweza kuwa chanzo. Kwa mfano mwanamke labda ana maneno, kuna wanawake ambao wanakuwa hawana kauli nzuri, tuwe kusema hapa. Mwanamke labda mume wako siku hiyo hajisikii vizuri, ametumia muda mfupi, unaanza. Sasa ndo nini sasa? Sasa ndo nini? Yaani mimi kwanza, yani mimi ndio umenichanganya kabisa. Au unanichiti. Ndio anakuaga na hiyo. Hiyo kitu ni mbaya sana kabisa. Lakini jambo la 6, wanaume ambao wanakula chumvi mbichi. Chumvi mbichi inasababisha upungufu wa nguvu za kiume. Bana, mishikaki na chumvi pale. Chips na chumvi. Na kibaya zaidi ni chumvi ya unga. Chumvi ya unga sio nzuri kwa afya. Kwenye upande wa chumvi ya mawe ndio ina manufaa makubwa zaidi, ndio ina faida zaidi. Kama huwezi kutumia chumvi ya mawe kwa namna jinsi ilivyo, ni bora ukaisaga. Lakini kwa mfano chumvi ya mawe hii, ukila chumvi ya mawe hii inasaidia kuimarisha mifupa na kuweka vizuri kabisa mwili wako. Lakini sasa hivi unaona umeregaregea sababu unakula hizi chumvi mbichi. Na hii chumvi mbichi unakunywa ile chumvi na sodium. Ile sodium kila mwanaume inasababisha ukose hisia kabisa. Ndio ndoa. Chumvi. Andika hilo, andika. Si, nikoshakwambia machumvi ulikuwa unajaza machumvi pale. Mimi ninayo chumvi ya mawe ninayo. Mimi nakosaje chumvi ya mawe? Wewe sikio tunaenda kufuturu kwa kula machumvi kama yote rafiki yangu. Jambo la 7 ambalo linasababisha upungufu wa nguvu za kiume, vyakula vya mafuta mengi. Au vyakula ambavyo vinakaangwa na mafuta mengi. Vinavyokaangwa, sikiza vinavyokaangwa. Kama nini dokta? Kama nini? Kwa mfano kama chips hizo. Waendelea. Zile nyama zilizonona zile. Na yule mnyama kwa mfano mnyama. Kabisa ukizidisha sasa nyama nyeko. Huyu si Muislamu anakuwa kimoto. Mbona kaka mbona sijakuelewa? Choma kimoto Msije anatetea. Jambo nini? Yeye amesema kuzidisha. Au sio? Mimi sijasema na kwa mimi Muislamu. Mimi si. Kimoto Juma. Mimi si. Kimoto wanamsingizia. Juma bana. Mimi si kitimoto. Kweli? Mimi si sasa Muislamu anakuwa Ingawa mimi napokaa kuna shehe anauza kitimoto. Kabisa mimi napokaa kabisa. Utatupeleka sema ulama kabisa. Tena simu kamuuliza. Sasa nikiagiza hapo uko unanipikia. Chumvi unaonja uonje. Hajawahi kunijibu hadi leo hii. Sasa sio Muislamu. Muislamu atufanyie. Ni kazi. Yaani yeye hali lakini anauza kwa sababu anasema yeye ni kazi yake. Ana kazi yake. Sio shehe huyo. Sio shehe. Kwambia kabisa sio shehe. Si anapolikataa utafikiri kama hapo tachoma moto. Nadhani cheki inaonekana kama kwa hata mimi nasikiliza taroka kama kweli. Acha mambo yako bwana bisi. Jambo la 8 ambalo kitimoto naongeza nini mmesema hapo? Nyama nyekundu kwa jumla, nyama nyekundu inapunguza nguvu za kiume. Nyama nyekundu na kitimoto kiwemo. Mbona izungumzia sana kitimoto? Anko huyu anataka yani uitoe kwenye huo mchakato kwa namna moja ama nyingine, lakini haitoki. Anko iko hapo. Hata kama tukitoa bado ni mafuta mengi. Sawa, tuendelee. Kwa hiyo uchomoki. Sawa. Lakini jambo lingine ni watu ambao mnalala chini ya masaa 8. Nini? Watu ambao mnalala chini ya masaa 8. Masaa 4 5. Kwa mfano bwana msiri anafanya kazi hadi saa 5, saa 6, lazima utakosa nguvu za kiume. Sasa wapambanaji sasa hapo. Kulala na kwenye changamoto. Mnataka hela. Sasa hela zenyewe mpaka ukeshe. Tena mnatoa tulale. Masaa 8 sasa mbona unataka ulokesho ya maana? Na masaa 8 hayo tunaanza kuhesabu kuanzia saa 4. Sio unasema masaa 8 unalala saa 9 hapo unaanza kuhesabu kuanzia saa 9 kwenda mbele. Hatuhesabu hivyo. Ndio saa 4. Saa 4 za usiku unaanza kuhesabu saa 4. Basi hapo mimi nguvu sina kwa kweli nakubali. Bwana vyote yangu vyote. Dokta. Naam. Tuishi namba 10.
tutatutia stress hizo. Ndio tutafeli kabisa. Tutafeli kabisa. Tuendelee Dr. Tuendelee bana, chapa hizo faster Sawa. Jambo la 10 ambalo sababisha upungufu wa nguvu za kiume ni wanaume ambao mnaangalia video za ngono. Au mnaangalia picha za uchi mitandaoni. Kaka amekiri. Mimi sipo. Hapo mimi sipo. Mzee umekiri Mimi nimeoa sasa naangaliaje? Labda wewe tu kuuliza. Mzee wewe bana wewe. Tusachene kwenye simu. Wewe sikule simu yako mnashika pale. Wewe ukiona simu yako matangazo yako yote pop tu tangazo. Shida. Lakini jambo la 11 ni madawa, matumizi holela madawa. Kwa mfano hizi dawa za maumivu zinasababisha upungufu wa nguvu za kiume. Hilo unasikia maumivu unameza Panadol. Sasa hivi unameza hii. Hizi dawa za kutuliza maumivu zinasababisha upungufu wa nguvu za kiume. Noma hiyo. Shida. Kabisa. Lakini jambo la 12 ambalo linasababisha upungufu wa nguvu za kiume ni watu ambao wanashiriki mapenzi ya jinsia moja. Hiyo. Mtenda na mtendewa. Wote ondoa kabisa. Yes, wote kabisa. Lakini jambo la pili, watu ambao wana kitambi au wanene. Mwanangu unapokuwa mnene au ukawa na kitambi, kukosa nguvu za kiume ni kawaida. Lakini ingawa sasa kwenye unene hapa pia hata mambo yako pia yanarudi ndani, yes, inakuwa na mizigo na hizi nyama ambazo kwanza zimejaza kwenye nyonga na kadhalika. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto nyingine. Tatizo, punguza unene mzee. Ya pili nakwambia kiasi ndio fanya mazoezi. Unafanya mazoezi unakimbia bila ukimbizwa sio. Dokta hapa kashazungumza. Lakini jambo lingine badilisha frequency. Ni magonjwa kama pressure na kisukari. Mtu ambaye ana magonjwa kama pressure, kisukari, magonjwa ya moyo haya, pia anaweza kupata hilo tatizo la kukosa nguvu za kiume. Lakini jambo la pili, wanaume ambao kunywa maji ya chupa au juisi za kwenye chupa. Sasa dokta hapo tunafanyaje tena hapo dokta sasa? Kabisa, maji ya chupa haya yanasababisha upungufu wa nguvu za kiume. Unapoyanywa bila kuzingatia utaratibu, kwa sababu ile chupa huwa ina maelekezo. Zile chupa za maji hazitaki kupigwa na jua kabisa. Pita barabarani hapa uone. Imeanikwa ni asubuhi hadi jioni kila siku. Hizi chupa hazitaki kupigwa na jua kabisa. Lakini kitu kingine, hizi chupa hazitaki kukaa muda mrefu au kuwekwa kwa sehemu ambayo ina joto kali. Sawa? Lakini pia anatakiwa kabla kunywa haya maji ya chupa, unatakiwa usome expire date. Je, hii haya maji hajaisha muda wa matumizi? Afrika wengi waga msomi. Sasa sio Afrika tu, joto hili ukiakumbatia tu faster unayapiga yani hata uwazi. Unaona na kipengele kwako. Shida kabisa. Lakini jambo la 16 kuku na mayai ya kisasa. Hii kuku broiler, mayai ya kisasa haya. Sasa ndio ndio yote ni changamoto. Chips point zote zinao kuku na mayai. Na ndio maana unaona hizi shida za nguvu za kiume zinawasumbua zaidi watu mijini, kwa sababu ndio wanaokula zaidi hawa kuku, ndio wanaotumia zaidi haya mayai, ndio wanaotumia hivi vitu, na ndio wanaoathirika zaidi. Haya mambo ya nguvu za kiume vijijini hapo, lakini sio kivile. Machache sana. Tofauti na huko Dar es Salaam. Dar es Salaam unakula makuku broiler, hawa kuku wanakuzwa kwa madawa yanakuwa na homoni za ukua, yanakuwa na homoni za ukuaji, ni homoni ambazo kila mwanaume na kushusha homoni zako za kiume. Mtihani. Kuna mayai ya kisasa haya kila mwanaume yanaenda kusababisha pia upate tatizo la kushuka kwa homoni zako za kiume. Kwa hiyo madawa kibao. Yes, madawa kibao sana. Kwa hiyo usipokuwa makini pia naweza kukupelekea changamoto. Lakini jambo la 18 la 17 watu ambao mnajichua. Lakini kwenye kujichua hapa nisikize vizuri. Eneo lako. Eneo lako anko Kwenye kujichua hapa nisikize vizuri. Unajua kwenye kujichua unaniangalia sana, kuna pointi zikitajwa hapa mnaniangalia mimi. Mimi chama nishakiacha. Kwenye kujichua mwanaume anapata madhara si kwa sababu ya kujichua, bali yale madhara huwa yanatengenezwa akilini. Unapojichua kwa muda mrefu, kwa sababu unapojichua kwa muda mrefu umeanza leo miaka mingapi msimu? Umeanza nini? Toka umeanza huko mchezo. Sijaanza chochote. Mimi hapa nataka ni take notes. Ili kaelekeze wanangu. Kwa sababu unapojichua kwa muda mrefu, kujichua mara nyingi sana ni dakika 1, sekunde 30, uzidi hapo. Hakuna mtu ambaye kajichua kwa dakika 10. Daktari umejuaje? Daktari jaribu. Daktari mtu elezane ukweli. Hizi ni tafiti. Lazima uipe. Lazima na tafiti. Sawa, utafiti lazima try. Okay. Tafiti zina mambo mengi sana. Hadi dakika. Doctor experience.
Stafiti. Sawa, yani wewe ulitest kwanza. Anza kutoa msiri, nikakwambia hadi dakika. Fanya hapa kana kuhesabia. Mimi kama nimetulia kabisa. Sio mbaya, unajua wewe ni daktari kwa research unafanya nyingi. Daktari mwanachama. Daktari yumo. Daktari wewe daktari nimejua sasa dakika 3 ngapi? Anapita mule. Mule. Kama si anasema anapita mule basi leo umo maisha. Tafiti za kisayansi unajua kwa sababu kama hiyo sema ubongo wako unakalili. Lakini jambo la pili wanaume ambao wanajichua huwa hawajiamini. Confidence. Yes. Sasa unapokosa kujiamini kule lazima vipengele vinakuwa vingi. Lakini wakati mwingine kwenye maisha ya mwanadamu hakuna jambo hatari kama kufanya jambo ambalo unajua ni kinyume na tamaduni na mila zako. Kwa mtu ambaye ametembea nchi za Ulaya kule kujichua ni kama kawaida. Kwa sababu watu kule wanakuwa kulingana wanakuwa na msongo mawazo sana. Kwa hiyo wanatumia hiyo njia kama kujichua. Lakini sisi kama Afrika huko sio utamaduni wetu. Sasa unapofanya kitu ambacho unajua sio kitu chema, sio kitu sahihi, kila kutengenezea mgogoro wa nafsi. Kabisa. Unaanza kujihukumu mwenyewe. Na ndio maana watu wengi sana wanaojichua. Akishaanza kujichua anasema sifanyi tena. Watu wengi ambao wanajichua. Akishaanza kujichua anasema sijifanyi tena, hii mara ya mwisho. Umeona? Daktari mwanachama. Daktari Sudan. Baada daktari tuongee. Daktari umepita mule. Mimi kama mwanasayansi lazima nifahamu. Lazima hadi hiyo. Hadi hiyo ndio maana hadi yeye anasema sana. Wanaume wengi akishaanza kujichua anasema hii mara ya mwisho sirudi tena. Anaenda hadi kutubu kanisani. Daktari hadi kutubu. Wengine anaenda kutubu msikitini kwamba sirudi tena. Daktari mwanachama. Lakini hizi ni tafiti za kisayansi kaka. Sawa, hizi ni za kisayansi. Sisi madaktari tuna njia nyingi sana za kupata taarifa. Yaani mimi na njia nyingi sana tofauti. Ya daktari hapo ikatai. Ndio kupata taarifa kuhusu mambo haya. Kwa hiyo lazima mimi nifanye. Sawa. Kwa hiyo kule kujilaumu, kujiona ni kitu ambacho sio sahihi, unaanza kuhisi hatia ndani yako, ndani ya nafsi yako. Unakuwa na mgogoro wa nafsi. Unapokuwa na mgogoro wa nafsi unakosa amani. Ukikosa amani, hiyo inakupelekea mwanaume ukose nguvu kabisa za kiume. Lakini jambo la pili, jambo la 18 ambalo sababisha upungufu wa nguvu za kiume ni matumizi holela ya dawa za nguvu za kiume. Watu wasikia kuna mikongo, si kuna minini, kuna Nigeria, vitu vyao. Kuna Misiri na wana, hivi vitu vyote yote hizi dawa unapokuwa unazitumia, kwa sababu kuna baadhi hizi dawa zinaenda kulazimisha kuforce kuongeza kulazimisha. Unajua kitu ambacho watu wafahamu, unapoona mwanaume mwili wako umeshindwa kufanya jambo fulani, ni aram mwili wako unakuambia kama kuna jambo fulani haliko sawa. Ni sawa sawa na mtu ambaye anasikia maumivu ya kichwa. Kwamba unaposikia maumivu ya kichwa, ile ni aram, mwili unakuambia kuna kitu hakiko sawa. Au umesikia homa, joto la mwili, ni mwili unakuambia kwamba kuna kitu nimeshambuliwa, kuna kitu hakiko sawa, ni aram, mwili unakuambia. Sasa hata mwanaume unaposhindwa kushiriki tendo la ndoa vizuri, ni aram, mwili wako unakuambia kuna tatizo. Sasa usilazimishe mwili wako kufanya kazi. Ni sawa sawa na gari mbovu unailazimisha kwenda, utaiua. Kwa hiyo mwanaume unapokosa nguvu za kiume, ndio maana epuka sana. Mwanaume unapokuwa na shida hii ya nguvu za kiume, epuka sana mtu ambaye unamwambia nina shida nguvu za kiume, nasema dawa ninayo. Hakuulizi unafanya kazi gani, unalala saa ngapi, unakula vyakula gani, ni mnene sio mnene. Hakuulizi maswali yoyote. Jitahidi kuepuka sana, kwa sababu haya matatizo huwa tunayatibu kulingana na chanzo chako. Sawa? Huyu jamaa kaharibika kwa sababu gani? Chanzo ni nini? Tunaondoa kile chanzo. Ndio maana kila mgonjwa yote yule anapoenda hospitali, cha kwanza lazima ataulizwa historia yake ya nyuma nini, ambayo hiyo historia huwa inamsaidia daktari kwa 70% kujua akupe huduma gani. Kwa hiyo epuka sana kununua hizi dawa hizi. Jamaa nini ameka pale, hii inatibu sio nini. Nadhani pia nyingi sana hizo skesi, kuna Viagra, sio kuna hizi, kuna hii mikongo. Afya serikali pia ilipiga marufuku. Serikali ilipiga marufuku matumizi ya hizi dawa za mikongo na kadhalika, lakini watu bado mnaendelea kuzitumia. Unajua serikali inapozuia kitu ni kwamba ishaona kwamba kuna madhara. Inazuia kwa faida yako, sio kwa faida ya serikali. Ni kwa faida yako wewe mwenyewe mwananchi. Sasa unapozuiwa usitumie kitu kina madhara, wewe ukaenda ukaforce kukipata hata kwa njia za panya, mwisho wa siku mnapata madhara ambayo kidogo yanaenda kuwapelekea mpate matatizo mengi sana kiafya.
kabisa. Kwa sababu mnapoambiwa hiki kitu kina madhara msitumie, sio kwamba eti mnaonewa wivu. Iko faida yenu. Nataka tuwasaidie ili muepuke haya. Kwa hiyo epuka sana kuwa unatumia madawa ya nguvu za kiume haya ambao hujui yametengenezwa wapi, yametengenezwa kwa kutumia nini, katengeneza nani. Mtu anakupa dawa ya nguvu za kiume, hakuulizi hata wewe, hakuulizi hata historia yako ya nyuma yoyote. Kuna wale wanetu wanatembeaga na vijiti fulani hivi, wale washikaji wanakuwa wameshikilia hivi wale. Ile mizizi. Sasa ni vizuri zaidi pia kufahamu je, tatizo lako limesababishwa na nini? Kama imesababishwa na uzito, punguza uzito kwanza. Yes. Sawa? Kama una ugonjwa wa kisukari, pressure yako haiko sawa, tibia hayo matatizo. Kama unakunywa pombe, punguza. Utakuwa sawa tu. Unakunywa maji ya chupa, sawa. Hata ukija kutumia dawa sahihi inakusaidia kupona kwa haraka sana. Sawa? Lakini jambo la 19 ambalo linasababisha upungufu wa nguvu za kiume ni kukaa na kiu kwa muda mrefu. Kiu. Yes. Okay. Kwa sababu tunasemaga 70 ya mwili ni maji. 90% ya damu yako. 90% ya damu ni maji. Sasa ubora wa damu yako inategemea pia na kiwango cha maji ambacho kipo unakunywa. Kama unakunywa maji kidogo, lazima utapata hii tatizo. Sawa, mtu jitahidi watu wenywe maji. Ingawa kunywa maji pia lazima uwe makini sana. Kwa sababu unapokunywa maji mengi bila kufuata taratibu, pia ni hatari kwa afya yako. Okay. Maji mengi yanachosha figo. Sawa. Kwa sababu watu wengi bado moja msiri. Bado moja. Watu wengi sana waga wanakalili kwamba natakiwa ninywe maji. Kwa mfano kuta mtu anaambiwa lita 3. Kunywa maji lita 3. Sasa kunywa maji lita 3 inategemea wewe unafanya shughuli gani na uko maeneo gani. Kwa mfano upo Dar es Salaam, ukiambiwa unywe maji lita 3 ni kawaida kwa sababu kuna joto. Alafu kazi zako labda ni za kuzunguka, unafanya kazi ngumu, unatoka jasho sana. Kwa kunywa maji lita 3 ni kawaida. Lakini wewe upo Njombe, maeneo ya baridi, unahitaji kunywa maji lita 3. Okay. Utauchosha mwili wako. Kwa sababu maji yanapozidi inabidi mwili uyatoe. Sasa kama uyatoi tena. Sasa unapokuwa unakunywa maji mengi bila kufuata utaratibu, unazichosha figo zako. Kwa kuanza kuyatoa kunywa maji. Kwa kuanza kuyatoa hayo maji. Lakini jambo lingine ambalo linasababisha upungufu wa nguvu za kiume, jambo la mwisho sasa la 20 ni umri. Yes. Unajua kadri umri unavyozidi kwenda, kadri umri unavyozidi kwenda ndivyo baadhi ya viungo vyako vya mwili pia vinapungua nguvu. Sawa? Kwa hiyo watu ni hata macho mwingine anaweza kaa sione kwa ufasaha mkubwa, ni kawaida kwa mwili. Kwa hiyo umri mkubwa pia anaweza kawa usipambane sana kama umri wako umeenda. Kwa hiyo kama ni umri sasa, wewe unatakiwa ujue ule nini na usile nini. Ili uweze kujimarisha zaidi. Boost. Lakini sio unakimbilia kununua dawa ambazo hujui zimetengenezwa kutumia nini na nini. Mfuate kwanza mtaalamu wa afya kwanza, akuulize, akushauri, akuelekeze, alafu utumie kwa ufanisi mkubwa. Utaona mambo yanakuwa mubashara kabisa. Sawa. Huyo ni Babi Shomba, daktari mwenyewe au vipi bwana? Katupa mambo 20 ambao yanasababisha nguvu za kiume au vipi kupungua, na wewe umekuwa ni tatizo kubwa. Lakini nilivyoona katika mambo 20 hayo, ili stress isiwepo, tukubaliane nayo tu mengine. Au sio bana? Na ndio tumefikia huko, so mbaya. Au vipi? Utaratibu wetu hapa ni kuhakikisha afya zetu zinakaa sawa, alafu tunapeana madini kuhakikisha kabisa tunaijenga taifa letu, au vipi? Hatutaki kujenga taifa la vijana ambao wana afya ambayo ni dhoofu. Sio kila kitu unameza dawa, sio kila kitu unafanya hivi, sio kila kitu. Kwa mfano mimi na utaratibu nyumbani kwangu kujifusha, kuna majani fulani yanaitwaje ile mwalumbasi, sio mwalumbasi, somebody kama kitu kama hicho. Ni mazuri pia ambao yanasababisha mchafuko, unajua jasho na kuwa linatoka jingi. Hiyo ni sehemu ya afya pia. Kuwa na chumvi ya mawe pia kama daktari alivyosema hivyo. Unapomsikiliza, kuna vitu vingine havihitaji hata gharama ya kwenda hospitali. Hospitali unaweza kaianza mwenyewe. Ndio sababu ya Babi Shomba yupo hapa. Vipi? Hizo awareness zingine zile ni technique tu za hapa na pale, lakini msikilize kwa makini na ujue ni nini ambacho unachotakiwa ukifuata ukiwa hapo nyumbani pasipo kutumia gharama yoyote. Kwa hivyo viungo ambavyo unavyoviona vya kawaida hivyo ni tiba, au vipi? Karafuu, abdarasini na vitu vingine kama hivyo, si ndio daktari? Kabisa. Kwa hiyo ni vizuri kwa navyo nyumbani, sio ushamba, na unaweza kuvitumia ukipata utaratibu kamili. Lakini zaidi ya yote Babi Shomba tunashukuru sana. Lakini leo bwana, nilikuwa napiga story na mwanangu kutoka, ni mfanya biashara mwekezaji, kijana mwenzetu anaitwa Kazimoto Pork pale, au vipi, Tabata. Au vipi bwana? Ananiambia bwana, Babi Shomba mimi namkubali sana na show ya wana vijana mimi naikubali sana, au vipi? Kwa bwana, kama vipi, naomba mje hapa, au sio bana? Naomba mje hapa Kazimoto mwenyewe pale.
Kaambia basi sawa, mimi nitamshtua president au vipi, Jumatatu tutakuwa na ugeni hapo au vipi kwa kazi moto, tuone namna gani mwenzetu anavyopambana na maisha haya hapa, ameajiri vijana wangapi pale au vipi, tukashare naye story katika 1 na 2 ya uwekezaji. Unajua mtu kama yule ulikuwa anatusikiliza hapa ni kitu kikubwa sana, au sio bane? Lakini pia ni moja kati ya vijana ambao amewekeza au vipi na ametoa ajira kwa vijana wenzetu wengine. Kwa akasema bwana karibuni. Nikasema basi sawa, mimi nitakuja, lakini nimeona kuna samaki pale. Swala ni pork. Jamaa yetu kazi moto pork. Yeye mfanya biashara. Na sisi Msiri na Wana hapa tunazungumzia kwa support wafanya biashara, si ndio dokta? Naam. Kwa sasa sisi kwenda pale sio haba, tukaona tukapate pork nini. Mimi siwezi nikula. Sawa. Wewe utakula ule? Mimi unajua upande wa vyakula hivi sio kama kitimoto eti ni mbaya kwa kila mtu. Kweli. Unajua upande wa nyama hizi kuna nyama ambazo wanatakiwa wale watu Dokta, kwanza tutaenda kesho au twende? Nitaangalia ratiba alafu nitatoa majibu sahihi. Basi sawa, haina shida. Mimi kesho nitakuwepo pale kwa kazi moto mwanangu mwenyewe. Kwenye upande wa nyama hizi kuna nyama ambazo wanatakiwa wale watu ambao ni wanene na kuna nyama ambazo wanatakiwa wale watu wembamba. Kwa hiyo mtu ambaye ana mwili wa kati, mtu mwembamba, akila hizi nyama inakuwa haina shida. Lakini yule mtu ambaye ni mnene, yeye hajatuita kwenda kula. Natoa mfano tu. Lakini yule mtu ambaye ni mwembamba sasa, yule mnene sana yule. Vyakula kama kuku, kama mbuzi vinavyomfaa. Lakini watu wengine kama kina bwana PC hapa, wala haina shida ya changamoto yote kabisa. Mimi nakula napiga tu. Au vipi? Basi ana noma dokta. Kwa wiki ijayo tutaonana tena hapa kwenye maskani ya Wana, tutajua na kwa wiki ijayo nimekuwa nikiulizwa sana wanawake wakitaka kujua wanawake wengi wanakuwa kutumia hizi kalenda kupanga uzazi, wengine wanafanikiwa, wengine hawafanikiwi, wengine hawana elimu sahihi ya kuweza kupanga uzazi. Unajua kidogo hizi njia zingine kidogo zimekuwa zina changamoto zake. Sasa wanawake wamekuwa kutafuta njia mbadala ya kuweza kupanga uzazi, lakini wengi wanakuwa hawapati au hawafahamu. Jinsi kwa sababu mizunguko, kwa sababu kupanga uzazi na kadhalika, vitu vingine kama hivyo. Kujua siku gani ya kubeba mimba, mwanamke karibia kubeba mimba, mambo gani, dalili gani unaziona. Hayo yote tutakuja kuongelea kwa wiki ijayo. Nice. Kwa wiki hii labda kwa mtu ambaye labda atakuwa na ana tatizo afa anataka apate ushauri, nataka kutaja namba yangu ya simu. Yes, muhimu sana. Ingawa sasa kabla sijataja namba ya simu, naomba kidogo nitoe vigezo na masharti. Hii namba ya simu usitume message ya kawaida, kwa sababu kidogo chat ule muda tutakuwa tunakosa. Kwa hiyo tuma message WhatsApp au piga simu moja kwa moja. Tuma message WhatsApp au piga simu moja kwa moja. Usitume message ya kawaida. Sawa? Namba hiyo ni 0794 396 395. 0794 396 395. Piga simu moja kwa moja au tuma SMS kwa njia ya WhatsApp. Basi haina noma dokta. Tutachikia na wiki ijayo au vipi bana? Bana, darasa huru linafuata. Baada hapo anafuata Kaiza. Bwana Kaiza na povu leo sio poa, lakini tunakuja hapa kwa ajili ya kujenga na kuangalia namna gani ambavyo kila kijana ananufaika kwa kazi ambayo ameifanya au vipi bana? Inaitwa Msiri Brain, anafuata Peace is the President kwenye darasa huru. Haina noma.